Ujambo na karibu. Maandamano ya kwanza kabisa ya Gen Z yalikuwa ya amani sana. Kwa hakika yalikuwa ya amani kiasi kwamba jioni yake watu walianza kujiuliza kama maandamano nchini Kenya yanaweza kweli kuwa ya amani. Vijana wa Gen Z walifika kwa uberi na wengine hata walipitia KFC kupata chakula cha mchana. Walibeba maji, bendera, vitambaa vya kufunika nyuso na simu zao za mkononi. Kulikuwa na idadi kubwa ya wajitolea wakiwemo madaktari walioweka mahema ya huduma za dharura. Huku wengine wakisambaza maji na chakula. Maandamano hayo ya amani yaliwahamasisha vijana wengi ambao hapa awali hawakuwa na hamasa yoyote kuhusu wanaharakati. Maandamano yaliyofuata yalipangwa na watu wengi zaidi waliojitokeza, vijana kwa wazee, wahuni, wanaharakati, wanasiasa wa upinzani, watengenezaji wa maudhui na hata baadhi ya maafisa wa magereza pamoja na polisi wa kawaida. Baadhi ya maafisa hao baadaye walichukuliwa hatua za kinidhamu. Hata hivyo, wahuni walitumia fursa hiyo kuwatisha waandamanaji, kuwavamia bunge, kuchoma majengo ya mahakama, kuvunja maduka na kusababisha uharibifu mwingine mkubwa. Haijulikani kama walitumwa na mtu yeyote, lakini kilichoanza kama maandamano ya amani kiligeuka haraka kuwa ghasia na wizi. Polisi walilazimika kuingilia kati, jambo lililosababisha mapambano yaliyopelekea vifo vya wahuni pamoja na baadhi ya waandamanaji wasio na hatia wa Gen Z. Watu wengi walikamatwa kutoka pande zote mbili. Siku iliyofuata mawakili, mashirika ya kiraia na hata chama cha wanasheria Kenya LCK walikwenda mahakamani kuhakikisha waliokamatwa wanaachiliwa. Iwe walikuwa wahuni au waandamanaji wa Gen Z. Kuwajibisha waliopenya na kuharibu maandamano hayo limekuwa tatizo kubwa. Hata leo wahuni wanapokamatwa, baadhi ya wanasiasa wenye msimamo mikali hukimbilia mahakamani kuwatetea. Je, serikali inaweza kulegea msimamo na kuruhusu maandamano kufanyika kama ilivyokuwa mara ya kwanza? Hapa haiwezi. Sababu ni kwamba wanasiasa na baadhi ya mashirika ya kiraia wamechukua ajenda hii nzuri iliyoanzishwa na Gen Z na iliyochukuliwa na Gen Z na kugeuzwa kuwa njia ya kutafuta mamlaka na maslahi yao wenyewe. Iwapo haidhihirishwi na utawala huu na kuhimiza ujisajili kama mpiga kura na upige kura kwa viongozi unaowaona bora zaidi. Kwa sasa, kaa salama. Elekeza nguvu zako katika mambo yenye manufaa yatakayo kusaidia maishani. Langu jina lasalia kuwa Maskini Msomi. Na hiyo makala nimekuandalia kwa ajili yako ili uweze kujiboresha. Nakutakia kila la heri, Mungu akusaidie uishi maisha marefu.